Kabisa kabisa. Freeman Aikaeli Alfayo Mbowe. Majina yake hayo, Freeman Aikaeli Alfayo Mbowe. Na historia ya Freeman Mbowe, baadhi ya mambo muhimu tu ya kufahamu, inaanzia kwa baba yake ambaye ni mzee Aikaeli Alfayo Mbowe. Huyu mzee alikuwa tajiri sana 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 sana, yaani kiufupi watu watakiwa wafahamu kwamba Mbowe hana njaa. Amekulia kwenye familia ya kitajiri kweli kweli, sio ya kitajiri tu, ongezea na neno ya kitajiri kweli kweli. Mzee wake Aikaeli Alfayo Mbowe alikuwa kipenzi cha baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na Nyerere alimpenda sana baba yake na Mbowe kwa sababu ya harakati ambazo baba yake na Mbowe alizifanya ama alifanyia Tanganyika wakati wa kutafuta uhuru. Ni mzee Alfayo Mbowe ambaye ni baba yake na Mbowe ndiye ambaye alitumika kuwaunganisha machifu wa mikoa ya Arusha na Moshi katika chama cha TANU. Na kwake yeye ilikuwa ni rahisi kufanya hivyo kutokana na ushawishi mkubwa aliokuwa nao katika mikoa ya Arusha na Moshi, kwa sababu ya kipato kikubwa ambacho alikuwa nacho. Alikuwa na fedha nyingi sana. Lakini hakuishia hapo tu. Nyerere alimpenda pia baba yake na Mbowe kwa sababu alikuwa mmoja kati ya wafadhili wa safari za Nyerere za kwenda Uingereza, sijui Umoja wa Mataifa, United Nations, sio, kwenda kupambania uhuru wa Tanganyika. Mzee Alfayo Aikaeli Mbowe alikuwa anatoa fedha zake mfukoni, kwa maana ya kwamba kujihudumia na kuhudumia chama cha TANU pamoja na kiongozi wao ambaye kwa wakati huo alikuwa ni baba wa taifa. Na urafiki wao ulienda mbali zaidi kiasi kwamba wakati anazaliwa Freeman Aikaeli Alfayo Mbowe, ni Mwalimu Nyerere ndiye aliyempa jina la Freeman. Yaani Mwalimu Nyerere ndiye ambaye alimtungia jina Freeman. Na sababu kubwa ya Mwalimu Nyerere kumtungia jina Freeman bwana Mbowe ni kwa sababu alizaliwa mwaka ambao Tanganyika, alizaliwa mwezi ambao Tanganyika ndio inakaribia kupata uhuru. Hakuzaliwa mwezi wa 12 Freeman Mbowe, alizaliwa mwezi Novemba, lakini walipendekeza kumuita Freeman kwa sababu ndio mwaka ambao Tanganyika ilikuwa inaenda kupata uhuru. Lakini Kamila na Skawa haikuishia hapo tu. Baba wa ubatizo wa Freeman Mbowe ni Julius Kambarage Nyerere. Yani Freeman Mbowe hapo baba yake wa ubatizo ni Mwalimu Nyerere. Lakini pia ijaishia hapo. Mwalimu Nyerere na baba yake Mbowe walikuwa na ukaribu mkubwa kiasi kwamba wakati anataka kuoa Makongoro Nyerere, mkoa wa Rukwa sasa hivi, mkoa sio, mkoa wake umetoka kidogo. Sasa wakati huyu Makongoro huyu anataka kuoa, ili mlazimu Mwalimu Nyerere kumtuma baba yake na Mbowe kwenda kumposa kwa niaba yake. Umeona alivyokuwa ameshibana? Yaani kwamba alimwambia Mwalimu Nyerere, alimwambia baba yake na Mbowe, bwana, mtoto anataka kwenda kuoa, mimi na majukumu yangu, lakini kwa mila na desturi zetu sisi Wazanaki haturuhusiwi kwenda front baba wa mtoto ambaye anaoa. Kwa hiyo mimi nakuamini wewe mzee Aikaeli Alfayo Mbowe, nenda. Na mzee Mbowe akaenda, na hadi leo ukisoma profile ya Makongoro, mke wake ambaye amemuoa ndio huyo ambaye alienda kuposwa, alienda kuwakilishwa na baba yake na Freeman Mbowe. Najaribu kutafuta jina lake. Jaji Aisha Nyerere, mke wa Makongoro, anaitwa Aisha na ni jaji by profession. Sasa wakati huyu Aisha anachumbiwa ili aolewe na Makongoro, familia ya Mbowe ndiyo ambayo ilienda. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani Freeman Mbowe, familia yake na familia ya mzee Nyerere
ilikuwa na ukaribu, na hata jina la Freeman ambalo alipewa na Nyerere lilimaanisha mtu huru, kwa kuwa ulikuwa ni mwaka wa Tanganyika kupata uhuru. Kingine, hata gari la kwanza kwa Freeman Mbowe kununua alisaidiwa kupata vibali na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Unajua serikali ya Nyerere ilichukua sera za ujamaa, kwa hiyo kuna wakati hata kununua gari ilikuwa ni mtihani. Sasa kilichofanyika ni kwamba Mwalimu Nyerere akamsaidia mtoto wake wa ubatizo ili na yeye aweze kumiliki gari. Kwa hiyo watu wanaweza kuwa mtazama Mbowe hivyo wasijue, lakini alikuwa na ukaribu sana na rais wa kwanza wa taifa hili, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, leo kwenye FBI. Okay. Basi sawa. You're good. Thank you for that, boy. Ujamaa umeonyesha urafiki mpaka Kabisa. Uloshibana. Na hata Mwalimu Nyerere amelala sana nyumbani kwa mzee Aikaeli Alfayo Mbowe wakati wa kupambania uhuru na kushawishi watu kujiunga na chama cha TANU. Amelala mno pale. Hapo Moshi Hai amelala mno. Na mzee wake Mbowe alikuwa tajiri, tycoon. Sio tycoon, alikuwa upande wa chama cha TANU. Kipindi hicho. Na aliendelea kuwa CCM mpaka muda fulani akaja akajiengua, akaenda kuanzisha wanasema kile mzee Mtei, baba mkwe wake na Freeman Mbowe ambaye alikuwa gavana. Unajua Mbowe kazi yake ya kwanza alianzia kufanya benki. Alianza kusoma pale, kasaidiwa, ila ilimlazimu kutoka benki mara baada ya kifo cha mamake. Kwa hiyo familia ilimhitaji zaidi, ikawa imeshindikana. Kwa hiyo baba akamwambia, njoo unisaidie kwa sababu unaona mamako ameshatangulia. Ndo hapo sasa ikawa mwanzo wa Mbowe kuanza kusimamia biashara mbalimbali za familia na mambo kwenda. Morning Bantu.